Nataka kuwashukuru kwa kuja. Najua vile ndugu yetu Steve amesema hapa. Najua mmechoka. Watu wametoka kazini, wengine wametoka pengine kwenye masomo. Najua mmechoka. Na hii kuja kwako, nataka kuambia it is not in vain. Kuja kwako hapa. Naomba Mungu wa mbinguni aliyefanya mbingu na nchi aweze kuwabariki. Hii moyo ambayo mmetenda, ikiwa kuna mtu mgonjwa hapa, Mungu wa Ibrahimu amponye jioni hii. Ikiwa kuna mtu amekuja hapa akiwa na huzuni, ana vitu inamfinya ndani ya roho yake, Mungu wa mbinguni aweze kumponya na kumuinua na kumbariki, kwa sababu mmeonyesha imani ya kuingia katika nyumba la Mungu. It is not in vain. Our service in the Lord is not in vain. Nawaambia Mungu awabariki. Mnaporudi nyumbani pia Mungu awabariki na watende mema. Na kumbuke hata familia ya pastor wetu Walker na the Mongais, Mungu pia wakumbuke mahali popote walipo. Hebu tuangalie neno la Mungu. Samahani natumiaga pole Steve. Uliniambia nijiintroduce. Mara nyingi huwa na sahau. Mimi naitwa Pastor Richard Ogera, lakini ile jina inajulikana ni Ogare. Kwa nini? Mimi nimekulia sana Kikuyuni. Kwa hivyo usinisengenye na Kikuyu. Ninaitwa Johona. Kwa hivyo wemenyerere mono. Wemenyerere mono. Kwa hivyo nimekulia. Sasa kusema Ogera ni ngumu, wakawa wananiita Ogare. Sasa hiyo ndio Ogare inajulikana. Na Steven natoka Mea Road. Ama unataka ushago? Kama ni ushago natoka Western. Natoka Western. Huko ndio nyumbani. Mani boda zilitoka. Ukisikia boda, hizo ni kwetu. Hiyo ilitokana na kwetu. Sisi tunajua habari ya boda sana. Kwa hivyo naweza pepo watu kadhaa kwa baisikeli. Ilitoka na kwetu. Mtu anaanza kuendesha baisikeli ukiwa mdogo sana. Sasa jina boda ilitoka na kwetu. Sasa nikisema hivyo unajua natoka wapi. Mali boda zilitoka. Basi hebu tuangalie baada ya hiyo introduction mrefu. Topic yangu ni fear not, have faith in God. Fear not. Imetoka tu kwa Acts of the Apostle chapter 18 lakini verse 9. Fear not and have faith in God. Kuwa na imani na Mungu. Usiogope. Kuna mambo mengi sana. Actually there is a test ambayo iko duniani mzima ambayo inaitwa corona. So fear not. Have faith in God. Leo kuna mahali nilikuwa na Assistant County Commissioner alikuwa anasema watu wasikose kuvaa mask. Watu wanakufa sana. Sasa watu wakisikia hivyo, watu wanaogopa. Hata hapa Rongai. Hiyo ndio kitu ambacho tulikuwa tunaambiwa kwenye hiyo mkutano ambayo nilikuwa nimeattend. Watu wanakufa sana. Sasa hii ni jaribu. Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo, Yesu alisema ya kwamba nitawalinda katika majaribu ambayo itakuja katika nini? Ulimwengu. Corona ijali mkubwa na mdogo, tajiri na maskini. But fear not, have faith in God. Have faith in God. Usiogope. Na Paul pia nimetoa hii topic kwa sababu Paul pia kuna baada ya kutoka chapter 17 akija chapter 18 Mungu anamuelezea mambo mane ambayo tutaangalia. Ambayo hii neno imetoka fear not. Kwa sababu chapter 17 anakutana na majaribu na baada anasikia anauoga. Hata kama yeye ni mhubiri anauoga. Naye Mungu anamtokea, anamuelezea hii neno fear not. Huko hapa katika mji wa Korintho unaweza kutana na changamoto but fear not. Na wewe ndugu yangu na dada yangu ndiye mahali hapa, unaweza kutana na changamoto but fear not. Have faith in God. Have faith in God. Na by the way, Mungu akitaka kukubariki, kitu ya kwanza ambayo huja aidha ni uoga ama shetani. Na unajua uoga na shetani ni cousins. Kwa hivyo fear not. Hebu tuangalie topic yetu ni fear not. Text yetu ukiwa unaandika ni Acts of the Apostle chapter 18 verse 1 to 28. Alafu katika introduction yangu na nataka niwajulishe this was the second chapter 18. This was the second missionary journey that Paul took. Na ni not only the second but also the third missionary journey. Alafu atamalizia na hiyo the fourth missionary journey.
Na hii the second and third missionary journey, first second inaanza chapter 15 ambayo inaenda from verse 31 to chapter 18 verse 22, and the third missionary journey ina start from chapter 18 na verse 23 to chapter 21 verse 16. Now, kabla tujasoma hapa, ningetaka kuwapatia four thoughts kuhusu the city of Corinth, mahali Paul alienda kuhubiri. Nataka niwapatie four thoughts ili ndio sasa uweze kujua ni mahali gani Paul alikuwa anahubiri. Ni vizuri hata hapa ujue Rongai inakaaje. Ukitaka kuhubiri ujue Rongai inakoaje, Rongai iko aje. Nitawaambia mambo kidogo kuhusu Rongai. Rongai kuna mabuchari nyingi sana, which means watu wa Rongai wanapenda kukula. Ukiwa Mkristo jihadhari sana, usije ukaingia kwa chama ya kukula na ukasahau kuomba na kufast. Watu wa Rongai wanakula nyama sana. Angalia kuanzia pale mpaka Rongai uone buchari ngapi ziko hapa. Kitu cha pili kuhusu Rongai ni ya kwamba kuna hospitali nyingi sana na makemist. Kula nyama, tumbo iharibike ama ugonjeke, uende hospitali upate huko madawa. Kitu cha tatu kuhusu mji yetu ya Rongai ni pombe na madrugs. Iko ni kula nyama, kunywa pombe, haribika, enda hospitali ama upelekwe rehabilitation. Uende kwa rehab. Hiyo ndio mji yetu. Na pombe na immorality ama prostitution, those are castings. Mali kuna pombe ukahaba iko. Ni vile muda ni kidogo, ningewaelezea kidogo vile tulikuwa tukihubiri huku na vile wanajeshi kutoka Lang'ata Barracks walikuwa nakuja kutafuta wasichana hapa na vile tulikuwa tunawahubiria. Paka prostitute wa Rongai walikuwa wanatujua, wakituona wanafunga mlango. Na wakifunga mlango wanasahau ya kwamba wajafunga dirisha. Sasa tunaingiza vichwa vyetu kwa dirisha, alafu tunawahubiria wakiwa kule na makastoma yao. That is the missionary journey. That is the mission. Paul pia lazima ujue vitu ine kuhusu the city of Corinth. Sasa umejua kidogo kuhusu Rongai. Now, the city of Corinth kulikuwa na population ya watu around 650,000. Now, out of these 650,000, the city of Corinth, 250,000 ni watu ambao hawakukuwa slaves. Hao ndio walikuwa tunaweza kuita kwa sheng masonko. Hao ndio wenyeji. Na 400,000 walikuwa ni slaves. Kwa hivyo wakati ya Paul akihubiri kulikuwa na population ya 650,000. Hata hapa tunaweza kujua nimebahatika saa zingine ninahusikanga kidogo kwa hizi ofisi za chief kidogo hapa na pale. Sasa ukienda kwa chief unaweza pata sublocation population census ya sublocation iko na watu wangapi. Unaweza jua ukienda huko utapata all those information. Kwa hivyo ni vizuri kujua hiyo. Jambo la kwanza kuhusu mji wa Corinth. Ya Corinth, it was a commercial city. Kwa hivyo watu walikuwa wanafanya biashara kutoka Italy, Spain, walikuwa wanaenda mpaka Egypt. So it was a commercial city. That is point number 1 concerning the city of Corinth. The city of Corinth was a commercial city. Kwa hivyo sitaelezea sana ni biashara gani walikuwa wanafanya, but you need to know that it was a commercial city. Kwa hivyo wangeweza kutoa vitu from Italy, Spain, that is west, alafu wanaenda paka Asia Minor, Phoenicia, wanaenda paka Egypt, that is east. So it was a commercial city. Number 2, let us look at the culture of this city. Nimeelezea ya Rongai. Ili ndio tukisoma, hata nikisoma tu Biblia inasema umebarikiwa kwa kusikia. So culture, tunastahili kujua ya kwamba the Corinthians hawakuwa watu wasomi kama wale wa Greek. It was not a university city. Kwa hivyo sio wasomi, lakini waliadapt the culture ya Greek. Walikuwa influenced by the culture of the Greeks. Kwa hivyo mambo yao walifanya wakifuata elimu ya Wagiriki. Wagiriki ni wasomi.
walikuwa ni wazungu. Maana hata Biblia ilikuwa imeandikwa kwa Kigiriki na Kiebrania. Hiyo ni vitu unastahili kujua. Sasa ndio ikakuja kuwa translated, ikakuja kwa Kiingereza, alafu baadaye kwa lugha yangu. Sijui kama ilikuja pande yenu pia. Kwa hivyo walikuwa influence, na ndio ukiangalia 1 Corinthians chapter 1 ukija mpaka the last verse, Paul is talking about wisdom. Maana Greeks wanatafuta wisdom. Greeks wanataka wisdom, wanataka hekima. Ndio ukiambia Mgiriki, huyu mtu amekufa hapa msalabani, anaweza kukuokoa ukimwamini, anaona that is weakness. There is no sense mtu amekufa in weakness, anawezaje kuokoa mimi? Hawangeweza kuona. And the Jews, they were looking for what? For miracles. Nasema basi kama wewe ni Mungu, toka msalabani ili ndio tuweze kukuokoa. Sasa Corinthians, angalia 1 Corinthians chapter 1 verse 22, you just write because of time. Jews demand miraculous signs and Greek look for wisdom. Sasa walikuwa influence na culture ya Greek. Number 3, concerning the city of Corinth, let us look at the religion. Na katika religion, wakati Paul alipoingia katika mji wa Corinth, there were 12 temples. 12 temples apart from synagogue. Now you need to understand there is a difference between synagogue. In Nairobi here we have a synagogue, but we don't have a temple. But if we have a temple, then those temples are not Jewish temple. Ni ya Wahindi. Ni ya Wahindi. Waisraeli temple inakuwa kwao. Sehemu zingine kunakuwa na synagogue. So kuna tofauti sana. Wale wamefanya theology wanaelewa. There is a difference between temple and synagogue. Synagogue ni mahali ya kufundisha neno la Mungu. Lakini temple is a place where they used to go to offer sacrifices. That is the difference. Kwa hivyo kulikuwa na 12 temples. I'm not going to mention all the 12 temples. I just want to mention 2. And the first one ambaye nataka ku mention ni temple kwa Mungu wa Aphrodite. This was a goddess god of love. Sasa angalia hiyo mji, na ukijua kuna Mungu wa upendo na hii sio kanisa, sasa unaweza kujijazia. Maana naona nyote ni watu wazima. It was for a temple Aphrodite, dedicated to Aphrodite, the goddess of love, whose worshippers practiced religious prostitution. Ati kanisa, wamama wanaenda pale, wazee wanaenda pale na vijana, what you practice there is prostitution. Mkifanya hiyo hapa kanisani, mtakuwa weak. Na Ufunuo, kitabu cha Ufunuo inasema and some of you will die. When the church practices hiyo, inaletanga death. That is the spirit of Jezebel. Na wewe unafikiriaga Jezebel alikufa kwa Old Testament. Soma Ufunuo utapata Jezebel. Na wacha niwashangaze kidogo. Mnajua Jezebel ndio, according to me, and my sister here siku moja alisema we can agree to disagree. Sasa let me niongee kidogo. Unaona huyu Jezebel ndiye aliua John the Baptist. We can agree to disagree. Lakini I want to tell you, Jezebel ndiye alikata kichwa cha John the Baptist. That is nimekupatia hiyo wazo. Fikirie hiyo. Enda nyumbani, ponder about that. Na utaniambia no, ni Herode ndiye aliua nani? Herode hata kwanza ni mke wake. Why do you say that it was Jezebel? Think about it. Kwa hiyo hapa kulikuwa na mambo ya ukahaba sana. Katika religion yake ilichanganyikana na ukahaba. Na hata Nairobi Rongai ukahaba iko. Si mnakumbuka Koinange Street? Unaona? Mnakumbuka Majengo? Ile hizo kuna kwanga na ukahaba sana. Hata Rongai hii. By the way, hebu tembea Rongai ya juu wakati wa usiku. Ndio utajua. Utakuta watu wamevaa, hata utafunga macho hivi. Kwa hivyo wanalanga mapema, kama wewe ni mzee ndio wote ndoto wanatembea usiku. That is the scripture inatuambia wazee wataota. Sasa ndoto mtaotaje kama anatembea? Sasa wacha kutembea usiku. Lala wote ndoto na uje utuambie. Hallelujah. Na vijana wanafanya nini? What your vision? We want you guys to come here and tell us your vision.
ile vision Mungu amekupatia. Vision ya life na vision ya church pia. Bwana atukuzwe sana. Number 4, ninamaliza sasa na the mji wa Corinth. It was full of immorality. Ukahaba ilikuwa imejaa katika mji wa Korintho. Kwa sababu kulikuwa kwa hii temple ya hii Aphrodite kulikuwa na prostitute 1,000. Makahaba 1,000. Kwa hivyo sisi ni wachache sana hapa. Ni wachache. Sasa hawa makahaba walikuwa wanakuja wanajaa, wanangojea wateja. I believe hapa tumekuja kumngojea Yesu. So walikuwa na watukanwa. Kwa Wagiriki walikuwa na watukana, walikuwa na waita Corinthianize, which means to practice sexual immorality. They used to practice sexual immorality in the church. Not in the church, in the temple, in their temple, ya Aphrodite. Na ukitaka kuangalia hiyo, you can read inaanza kuingia. You know, sometimes tunafutanga dunia na tunalete kanisani. Waimbaji muwe waangalifu sana. Ni rahisi sana unaweza kuleta mavazi ya, acha niwaulize. Leo hii Helen Obiri akuja hapa kanisani amevaa zile nguo zake za kukimbia. Ama John Cena, wale wanaangalia leso. Vile unaonaga wamevaa. Vile wanavaa, aingia hapa kanisani kwenye ibada. Lakini wakati wanakimbia, si tunawashangilia kweli kweli. Hata tushangalie, lakini akiingia hivi akija hapa, tutasema huyo ni mogoroki. So you see, so sometimes tunaweza kulete vitu vya dunia wapi? Kanisani. Sasa hebu tuangalie kwa sababu ya sexual immorality ambayo ilikuwa katika mji wa Corinthian, na kulikuwa na prostitute 1,000. Angalieni 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Lakini tasoma 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that does not occur even among pagans. A man has his father's wife, and you are proud. Shouldn't you rather have been filled with grief and have put out of your fellowship the man who did this? Naona hiyo mti. Kijana badala atafuta msichana aoe, anaoa mke wa baba yake. Hiyo ni mji wa Korintho. So sometimes Mungu anaweza kukutuma kwa mji kama huo. Paul alitumwa pale. Be focused. Ukikuta hao watu wanaishi maisha yao, let them not influence you. Hata maisha ya Rongai, have a vision. Isiku influence. Sisi tumekaa hapa tangu udogo wetu tuseme hivi. Lakini tumeokoka hapa, tumefanya harusi hapa. Unaona? Na msichana barubaru, na mjua Pastor Gladys vizuri sana. Hata kama tukua tumefellowship naye, lakini tulijuana tukiwa vijana. Si ameshinda akiwa hapa kwa hii mji. Sasa nini na kuharibu hapa? Be focused. Hata ukienda chuoni, kuwa focused. Mali popote, jua you are a born again Christian. Siku moja kuna mwanafunzi alikufa kwa chuo moja hapa Nairobi. Sitaki kutaja hiyo chuo. Pengine ni one of the best university ya serikali hapa Nairobi hii. Na sitaki kutaja jina yake. Sasa huyu kijana mke wangu alikuwa na fellowship na familia yao. Alafu na wakati hiyo sikuwa nimemuoa, nilikuwa kijana. Sasa tukaenda mazishi Matasia. Hao wanafunzi walikuja na magari ya university yao nyingi na magari zingine. Na wengine walikuja na pombe. Sasa ile pasa alikuwa ahubiri, akaniambia, brother, vile mimi naona hali hapa. Si mnajua tu watoto ya university vile wanavyo. Mimi naona sitawezana naye. Akaniambia nihubiri. Kaambia nitawahubiria. Ala. Si nikuhubiri tu, nitahubiri. Na nikahubiri. Walikuwa naongea wakanyamaza kimya nilipoanza kuhubiri. Wakanyamaza.
Nikahubiri kasa nani anataka kuokoka siku ya leo siku. Na ujue ni wako mazishi. Nakwambia waliokoka. Lakini kuna kitu nitakwambia. Waliokoka na nikaombea wokovu. Nilipomaliza, unajua ukishaombea watu wa university unasikianga vizuri sana. Sasa kutoka nje kadhaa wakanifuata. Kaniambia, unajua nini pastor? Ile shida na hii maneno yenu huwezi kuipeleka kwa laboratory. Ukaipima, ukaiangalia hivi, alafu katoka naye kama malaria vile tunapima damu, tunaona hii ni nini ya malaria, tunakupatia dawa. Sasa umetuambia tu hivi. Sasa tutaweza kupeleka hii maneno kwa lab aje? Najua vile, sitakwambia vile nilimjibu. Lakini jua watu waliokoka. Jua mji yako unakuwa tough kwa hii neno la Mungu. Don't be afraid. Don't be afraid. Tutaiona kwa Acts of the Apostle. Hebu sasa tuangalie hii kitabu cha Acts of the Apostle. Kwa hiyo sasa mtaniruhusu nitumie miwani, fungua Acts of the Apostle. Hiyo ndio text yangu na nitaisoma yote. Sitawacha hata basi moja, hata afadhali nikose kuambia the 7 points ambazo niko hapa naye. Lakini nisome yote. Now, I'm reading from NIV, New International Version. Some of you have King James Version. NIV, Acts of the Apostle, chapter 18, verse 1 to 28. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There, he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Because of Claudius had ordered all the Jews to leave Rome, Paul went to see them, and because he was a tent maker, as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. But when the Jews opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I am clear of my responsibility. From now on, I will go to the Gentiles." Hallelujah. Paul is our pastor. Sisi ndio Gentiles. By the way, Gentiles ni watu ambao sio Jews. As simple as that. Then Paul left the synagogue and went next door to the house. Ukisumbuliwa kwa hii mlango enda kwa hiyo ingine. Kwani kuna nini? Si ni injili inaendelea. Then Paul left the synagogue and went next door to the house. Na baada vyake harama ikichacha unachomoka speed. Hapana piga mtu hedi. Unajua nilisikia pastor mwingine alipiga mtu karate. Kuna pastor wanajua karate. Wewe usicheze na wachungaji. Sikia pastor mwingine huku kanisa yake nienda kupomulani chapa mtu karate. Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus Justus, a worshipper of God, Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who had him believed and were baptized. One night, one night the Lord spoke to Paul in a vision. Vijana mko hapo. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed for a year and a half, teaching them the word of God. That is 18 months. While Gallio was proconsul, William Maraga of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him into court. This man, they charged, is persuading the people to worship God in a way contrary to the law. Just as Paul was about to speak, Gallio said to Jews, if Jews were making a complaint about some mismaneuver, or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. But since it involves questions about words and names, and your own law, settle the matter yourself. I will not be a judge of such a things. Maraga may
Sema ni void and null. So he had them ejected from the court. Then they all turned on Sosthenes, the synagogue ruler, and beat him in front of the court. But Gallio showed no concern about that. Paul stayed on in Corinth for some time. Then he left the brothers and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. Before he said, he had his hair cut off, that is a vow, at Cenchrea because of a vow he had taken. They arrived at Ephesus, where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to spend more time with them, he declined. But as he left, he promised, I will come back if it is God's will. Always remember God's will. Then he said, all sailed from Ephesus. When he landed at Caesarea, he went up and greeted the church, and then went down to Antioch. After spending some time in Antioch, Paul set out from there and traveled from place to place throughout the region of Galatia, Phrygia, strengthening all the disciples. Meanwhile, a Jew named Apollos, this is from Alexandria in Egypt. Wachaka kucheza na Afrika. Hata sisi tuna watu walitoka huku kwetu wakahubiri Injili. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, that is university there, came to Ephesus. He was a learned man. He was a professor, with a thorough knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great favor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. Usiache tu kwa baptism of John. Usome Matthew chapter 28, uone kuna difference the baptism ya John na ile Yesu alisema watu wabatizwe in the name of the Father, the Son, for repentance. Jua tofauti. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the word of God more adequately. Are you ready to learn? When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. On arriving, he was a great help to those who by grace had believed, for he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. Na Bwana alibariki neno lake. Na Mungu pia wabariki. Unajua sasa hata nikisema neema haina shida. Biblia inasema heri waliosikia na heri wasomao. Na mmesikia na tumesoma. Mmebarikiwa. Unaona hii kuna kitu imenikumbusha wakati moja hapa Rongai. Tulikuwa na debate ya Wakristo na Waislamu. Ilikuwa inafanyika pale Nafro na Rongai pale town karibu na kwa building ya Msheni. Tulikuwa tunaendaga pale na tunabishana na tunafanya debate na Waislamu. Na sometimes vita inatokea, ndio tunasema unavaa viatu ya raba. Kwa saa zingine wanaongea maneno unaona hapana utanyamaza unajibu. Kulikuwa na debate na meza kama hiyo. Wangapi waliona hiyo vitu kama hiyo hapa? Unaona watu wa zamani. Mimi nilikuwa mmoja wale walikuwa hapa. Na defend, unajua ukifanya theology kuna subject inaitwa apologetic. Apologetic comes from the word apologia. It does not mean to apologize, but defending faith. You defend faith. Not apologizing. Now, hebu tuangalie number 1. Point number 1, working together as a team. Hii iko kwa mali tumesoma Acts of the Apostle chapter 1 verse 1 and 2. Tunaona Paul and Priscilla and Aquila wanakuja together and now they are working together as a team. Na huyu Priscilla na Aquila Biblia haituambia aliokoka wakati gani. But there are several schools of thought. Wengine wanasema ya kwamba aliokoka during the Pentecostal. Alafu akaenda Italy. Lakini kulitokea shida Italy. Na shida ilitokea kati ya Wakristo na Jews. Wale waliokoka walikuwa Wayahudi. Wakina Peter walikuwa ni Jews, wale Wayahudi. Kwa hiyo wale waliokoka ni wale watu walikuwa wanaenda temple na synagogue. Hao ndio Yesu aliwaita. Walikuwa ni Wayahudi wale wanajua mambo ya sheria ya Musa. By the way, so unajua Paul was a Pharisee. He was a Pharisee, which means alikuwa ni mtu wa kiongozi pale.
Nafikiri alikuwa kwa moja kati ya Sanhedrin Council. Alikuwa ni mtu msomi, Myahudi. Sasa watu walirudi wakaokoka. Sasa wakiongea mambo ya wokovu, vita inatokea. Sasa Claudius alifukuza hawa Wayahudi kutoka Italy. Ndio tunaona Priscilla na Aquila wanaenda Korintho. Wakienda Korintho, Paulo anakuja pale. Point yake ya kwanza, let us work as a team. Usifanye kazi peke yako. Unaona hapa kanisani we have the launch team. Bwana, hata kama hapa kwa kwaya usiwe piko kunapiga wengine hivi. Unataka kuimba peke yako. You are not an octopus. Ati mkono mwingine itapiga keyboard, mkono mwingine itashika mic. Hapana, we need one another. Na Paul ndio unaona wanashikana na Priscilla na wanachapa nini? Injili. Brother, we have been called. The word is our Paris. Unaona? We are not confined in this building here. Don't confine yourself here. Hata ukiwa kazini, fanya kazi tu ya Mungu. Wakafanya kazi as a team. Point number 2. Na unaweza kusoma Psalms. Nimekupatia verse ya Psalms chapter 133 verse 1 and 2. Simu najua hiyo. Tazama vile ilivyo vizuri wa ndugu wakikaa pamoja. Unafikiria kusema kweli mimi kupata hata hii nafasi hapa, this is a miracle. Hapa ndugu wananipenda, ni heshima tu. Mimi si mgeni tu hapa. I'm not worthy to stand here. I'm not worthy. Mimi nimekaa kanisani najua. Mungu awabariki. Hai. Kaelekee. Point number 2, verse 3. Biblia inasema ya kwamba Paul, occupation ya Paul ilikuwa ni tent making. Najaribu kwenda haraka kidogo. Tent making. Alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza hema. Let me tell you something about the Jews. Jews culture yao, ukiwa kijana mdogo lazima ufundishwe ile tunaitaka technical work, kazi ya mikono. Skills, hiyo kitu. Hebu rudieni tena. Hiyo mnasema hiyo. Sasa Paul akiwa mdogo, hata kabla hajakuwa katika Sanhedrin Council na nini, alijua ku make tent. Na hii ndio inaletea wazo la pili, be a tent maker. Usiwe mtu unapenda vya bure. Kwanza siku hizi pikipiki iko. Usiombe pikipiki lift. Ati inajulikanaga wewe ndio mshirika ambaye unajua kwamba unaomba paka pikipiki lift. Nipatie lift. Hapana, be a tent maker. Ndio, ukiwa na grace kama ile nilipata, nikaambia, you know my wife is a professional, atika usifanye kazi. Lakini nilikuwa na vision, maana sisi tunafanya kazi. Unaona? Sasa niliambia aache kazi. Ukiwa na neema hii ya kuambia alitumia neno gani? Mmesahau. Thursday, mkenge msichana barubaru. Ukiwa na gift ya kuambia, the grace ya kuambia msichana barubaru aache kazi na ulimwa akiwa na kazi, basi unaweza sema kama huna, mimi nilikuwa na hiyo grace na akaacha. Kama huna, waacha afanye kazi. Ndoa yako itavunjika bure tu. Yana ikufanyika, so unaona tunazeeka pamoja. Hata ukimwangalia unaweza fikiria ni sister kama. So do something in life. Hebu tuangalie Korintho, katika wa Korintho. Korintho inasema 1 Corinthians chapter 4 verse 12. We work hard with our own hands. Chafua hiyo mkono yako. Si Mungu anabariki kazi ya mkono. Usiogope kuuza sukuma. Kama wewe pengine you have a degree. Ati sasa mtu ataniona nina degree na ninakata sukuma. Kata sukuma wewe. Ngojea Mungu hapo. Ngojea Mungu hapo. Usingojee Mungu kwa nyuma na document unasema kazi itaanza hapo. Na by the way Mungu utengeneza mtu kwa kazi kama hizi. Tumeuza makaa na wima. Na makaa iko na pesa. Lakini siko na uchafu. Chafua hiyo mkono yako. Si Mungu wa pastor anaenda Kikomba. Wewe umewahi kwenda Kikomba wakati ya mvua? Huwezi penda. Lakini kwenda pesa hau. Kwa hiyo doro hau. Kuna pesa hapa. So fanya kazi. Hebu tuende haraka kwa point number, engage in do something. Aya, tuangalie kitu kingine number 4. Sorry. Hiyo ilikuwa ni number 3. Number 4. Ngojeni number 2. Ngoja kidogo. Hiyo ilikuwa ni number 2. Alafu hebu tuangalie
kitu kingine. Do something, alafu tuangalie kitu kingine. Usikue unakula chakula cha bure. Hebu tuwasomee hii kidogo. Nor did we, hiyo ni Wakorintho bado. Nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we work night and day, laboring and toiling. Fanya kazi, fanya kazi. Fanya kazi kwa mikono yako. Unaona Paul alifanya usiku anatengeneza hema, mchana anahubiri. Jambo la tatu, it is good to support ministry. Support ministry. That is from chapter 18 verse 5. Unaona Silas, Timothy, Paul aliwacha, walienda Macedonia. Na learn the spirit ya churches of Macedonia. The churches of Macedonia zilikuwa very poor. Lakini kuna kitu walijifunza. Na ukitaka kujua hiyo unasoma kwa kitabu cha Wakorintho. Giving, uacha kwanza niwaambie giving inatusumbuaga sisi wa Afrika hata tithe. Kwa sababu unakuta babu yako hapo ana tithe. Akazaa baba yako. Baba yako hapo ana tithe, baba yako akakuzaa. Sasa naturally wewe you are not a tither. Sasa wewe utatithe aje? Na kuanzia kukaa wapo ana tithe. Utastruggle. Lakini ukisoma in the book of Hebrews inasema Abraham alitithe na Levi pia alitithe kwa sababu alikuwa katika loins ya nani? Ya Abraham. Sasa watoto wetu wanaweza kuwa rahisi kutithe na kutoa pesa. Lakini wewe na mimi, unasikia ile sport giver, squeeze hivi. Duru temu hodi we ruta okora kimone mwana ni finywa kabisa. Alafu na wale birika mpaka muinamishe hivi. Unajua birika ukiweka chai. Usipo inamisha hivi na kataa na chai. Now it is good to support the meeting. Unaona ile kitu pastor anasema hapa. Na wacheni mwambie. Huyu pastor Gladys ni mwerevu sana. Unajua mimi huwa naangalia mtu spiritually. Supporting huyu pastor. Unaona nawaambiaga to support the needy. Kuna maana yake kwa scripture. Iko faida sana kwa kanisa na kwako wewe mwenyewe. Peanaga, give. Nani? Misogale ni ruhusu tu nitoe mfano na nao. Tukienda nyumbani sinyonge mimi. Unajua saa zingine unajua kuna mzee alikuwa anapigwa na mke wake. Na unajua mama anakupiga na anapiga ndugu. Sasa tena wazee wakikuja wanapiga wewe. Kwa nini unapiga? Sasa mama alikuwa anapiga mzee mpaka mzee akaingia kwa chini ya meza. Sasa namtungaga tuko na tufimbo huko. Na mama anapiga nduru. Sasa watu wakaona huyu mzee ataoa mama. Wakaingia. Kuingia wanatafuta kwani mzee yuko hapa, wanaona tu mama yuko hapa. Wakiangalia wanaona mzee yuko huko rungu. Wakauliza mzee, kwani ni nini chini ya meza? Kaambia huko ni kwako. Nataka mahali popote. Maana huwezi sema nilikuwa napigwa na kama ni kwangu naweza kama mahali popote hata jikoni. Sasa nilikuwa nataka kusema support the ministry. Unajua kuna wakati pastor wetu hapa Gladys, huyu dada ni mzuri sana. Anapitia changamoto nyingi sana. Kututembelea. Sasa ikawa wanafanya biashara na mama. Ndio nasema mama nisiingie huko chini. Akampatia bei. Unaona? Akaanza kuuza. Kauza kiasi kidogo tu. Unajua nilichukua hiyo bei. Na natoboa siri sasa pastor Gladys. Akaipeleka kwa kanisa lingine. Pastor Gladys just imagine kuuza ile. Akapeana. Support the ministry. Unanunua bei, unaenda unapea. Support. Kuna kitu Madeka alisema tukiwa hapa kwa ile hall. Kasema tunanunua mabati. Alisema hata kama una ka point
Na Gladys pia alisema Sunday, kuna mama alisimamisha akasema alikuwa anatoa 20. Mtu anaweza kudharau 20. Mnajua Yesu saa zingine Yesu anasimama hapa kwa mhodhi, anaangalia vile watu wanatoa. Kwa hivyo pastor akisimama kwa mhodhi msipige, iko kwa Biblia. Anafanya tu vile Biblia anasema. Angalia wewe unatoa shilingi, wewe anatoa 1000. Hebu angalia. Na Mateka alisema toa hata kitu kadogo kama bado. Ukisikia hata kama uko na tempo kwa toa. Wacha wale watasema na wewe unabue na unatoa tempo, wacha waseme. Bado umetoa kutoka ndani ya support. Nilisikia Woka pia akisema kutakuja Sunday watu wataimba. Watakuja kuimba hapa. Please support. Tusiitwe wezi. Wacha nikusomea mahali. Unaweza kuwa mwizi. It is good. That is my third point. Now, angalia 2 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9. Na unajua nashukuru Mungu ninamalizia Steve nikisoma hii. Na nilikuwa na points nyingi, lakini naamini umeshika hizo 3. Lakini ile kitu nilitaka tu niwasomee Acts of the Apostle yote. Now, angalieni 2 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9. I robbed other churches by receiving support from them so as to serve you. And when I was with you, I needed something. Hakuwaomba wa Korintho. Robbing. Unajua wakati wazungu walikuja hapa Afrika, kuna kitu walitufundisha ambaye ilitatiza sana kanisa. Na mpaka wa leo kuna area ukienda kuhubiri, watu wanangojea siku ya kwanza, siku ya 3 waone kama utatoa kitu. Kama hakuna utaona watu. Unaona? Wanatoweka. So wakati mtu anakuja na pesa yake kuhubiri, ametumia fare na chakula yake na hoteli, awahubirie, nyinyi Biblia inatuita nyinyi ni wezi. Paul just imagine alirob the Macedonian churches, akakuja kuhubiria wa Korintho. Na kwa kanisa la wa Korintho Paul akachukua sadaka. Kuna area mtachukua sadaka ukiwa wewe ni mhubiri. Kuna area especially roho Mungu akikuongoza, usikie kabisa usichukue. Mungu anafanyanga mambo na wakati na seasons. Gehazi alichukua vitu wakati ambapo haikuwa wakati ya kuchukua. Kwa hivyo kuna wakati ya kuchukua, jua hiyo. Mungu anafanyanga mambo hivyo. Kuna wakati Mungu anakuambia usichukue. Hata anaweza kupatia kitu, lakini unafikiria ni yako. Alafu anakuambia pia Steve, hiyo sio yako. Kuwa very very sensitive. Na ndio mimi kijana barubaru na huyu msichana barubaru kuna agreement tulifanya. Mimi simuulizani vile anavyomtolea Mungu. Simwekani vikwazo. Anaweza kuchukua kitu chochote na pia na akikuja mimi nasema tu haleluya, nisije nikaingia huku. Unaona? So it is agreement. Be a giver. Peana hata kama ni kidogo. Mimi naweza toa hata shilingi. Nimewahi kutoa kikombe kwa kanisa. Kikombe. Naangalia sina kitu chochote, nikatoa kikombe. Nikiwa kijana. Be a giver. Support. Usije ukaiba. Hata wakati hawa wahubiri watakuja. Peana. Ukiitishwa wewe peana. Tumejifunza nini? Tumejifunza vitu 4, vitu 3. Ziko nyingi lakini nimefundisha vitu 3. Ambaye kuna style kuyashika. Alafu Steve alikuja ya kwanza ni ya kwamba let us work as a team. Kazi ya Mungu inahitaji mmoja na mwingine. By the way, tukikaa hivi mnasikia vizuri. Don't stand aloof. Usipende kukaa peke yako. Don't run alone. Kaa na wengine. Shiriki na wengine. Ibada kama hii kuja, Sunday kuja, kuna baraka sana. Kuna kuingia tu hapa hivi na ukutane na wengine. There is something that we normally call corporate anointing. Anointing ya Steve na yangu na ya mwingine na Pastor Gladys inaweza kukusaidia sana. Ukija hapa, jambo la pili, to engage in work. Do something.
fanya kazi. Usiseme kwa nini pastor anafanya kazi, si angekuwa naomba. Haya, fanya kazi. Uliza mimi, kuna pastor siku moja alinikuta nikienda kazi. Hapa tu stand nitaje jina yake, ni Bishop. Alinidharau. Akaniambia, wewe uliacha kuhubiri na sasa unafanya tu biashara. Sikumjibu. Nilinyamaza tu. Ikaenda miaka nyingi sana. Siku moja nikipita mahali na pastor mwingine rafiki yangu, nikamkuta kwa duka. Na unajua wakati aliniambia hivyo, alikuwa amebeba speaker kama hii kwa mgongo. Akisema, unaona mimi ni punda wa Yesu. Wewe uliacha kuhubiri, mimi ni punda wa Yesu, naenda kutengeneza speaker. Nikamwangalia nikanyamaza. Sikumjibu. Many years. Nilimkuta kwa duka, sasa yeye anauza. Unataka nini? Sukari. Yeye anauza. Hapo ndio nilimuuliza, punda ya Yesu anafanya nini hapa? Punda Yesu anafanya nini? Do something. Mtu asikukataze kufanya kazi. Do something. Mungu akubariki, fanya kitu. Alafu kitu kingine ya tatu tumejifunza, be a supporter. Support the ministry. Be a giver. Be a giver. Topic, don't be afraid. Usiogope. Kuna mambo hutendeka mengi ambayo inaweza fanya mtu aogope. Namalizia na kisa, wakati nilienda Mission Bura mission. Tulikuwa tumetumwa huko na mahali nilikuwa nasomea. Usijali ni wapi, lakini huku tu Kenya hii. Sasa tukatumwa practical Bura mission kwa kanisa ya Pefa. Nilipoenda huko, najua mahali nimwambia tunatoka, wanyama waliisha huko kitambo sana. Lakini Bura mission watu bado walikuwa wanaishi Bura. Ni upande ya Wataita huko. Watu bado, nilikuta watu huko bado wanaishi kwa kishagi. Watu wanaishi pamoja, alafu mnaenda kulima. Na wanyama ni wengi sana, ndovu. Kama hujiku style ya kutembea huko, ndovu itakuwa. Lakini hao wanajua jinsi wanaishi na wao. I'm talking about fear. Fear not. Kuna fear iliingia huko. Nataka kumalizia alafu nichomoke hapa. Sasa ilifanyika hivi. Mahali tulikuwa tunakaa kwa nyumba ya pastor. Ilipofika jioni, nikaona mtu amekuja, amebeba ako na mfuko ya ngozi. Pande imefura hivi, pande imefura hivi. Sasa mimi mgeni ninaangalia. Wanaongea Kitaita kidogo, nikaona ametoa nyama. Anamuonyesha hivi. Alafu anatoa ingine tena anamuonyesha hivi. Pande hii akitoa ni nyama choma. Anamuonyesha hivi. Kwa hiyo nyumba mahali tulikuwa. Sasa wakaongea, wakachukua hii. Alafu akalipa na huyo mtu akaenda. Ana supply tu nyama kwa manyumba. Sasa ikapikwa hiyo nyama na ikaletwa. Ikachanganywa na mchele. Tukaikula. Nikasikia haitaste kama ya ng'ombe. Lakini nyama soft ni nzuri. Lakini unajua nimetoka huku tumezoea nyama. Sasa tukakula, nikamaliza. Unajua sheria ya meza, usiulize. Ukienda nchi zingine wanakula mbwa, usiulize, kula kwanza. Ukiambiwa ni mbwa, utatapika. Majirani wetu tu huku tu wanakula mbwa. Kuna rafiki yangu alienda nchi nyingine akakula konokono. Lakini aliuliza kwa meza. Akakataa kukula, nikamwambia ni snake. Usiulizane kitu kwa meza. Uliza ikiwa ndani yako. Sasa mimi nilikula kwanza, ikaingia kwa tumbo. Baadaye ndio nikauliza, kwani nyama ilikuwa ni ya nini? Nikaambiwa ni ya punda. Waboimoshore. Punda ni ya zebra ama zebra. Kusikia tu hiyo, na kwetu hizo wanyama ziliisha kitambo, nafikiri kabla sijazaliwa walikula ikaisha. Sasa sisi tukizaliwa tulikuta hakuna hizo wanyama huko. Sasa sijawahi kukula. Saa hiyo tumbo ikaanza kucomplain na huko kwa wenyewe. Fikiria ni nini ilifanyika. Brother Steve karibu. Fear not. Karibu Brother Steve.